الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Katika ziara yetu Ahlusunna wal Jamaa huwa tunafika sehemu tofauti, ikiwemo katika Masjidi Quba. Humu ndani ndio sehemu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alianzisha msikiti wa mwanzo baada ya kushakufika hapa Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifukuzwa Maka, yeye na Sayyidina Abubakar ni Siddiq wakakimbilia kwenye pango, na katika pango alikaa siku 3. Alafu baadaye ndio ikaja hii ziara ya huko katika Madina. Ziara hii ya Madina, alipofika sehemu ya kwanza ilikuwa ni hapa, na ndio palipojengwa msikiti huu wa kwanza katika mji huu. Ngamia yule aliyokuwa kawapakia Sayyidina Abubakar na Mtume Muhammad, watu wote mabwana wa Madina walikuwa wana hamu wampokee wao Mtume baada ile talaa albadru alaina min thaniyati alwada. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumkubalia wote katika watu wote, maana angefanya kama upendeleo. Akasema huyu ngamia ndio aliamrishwa kwa ajili ya sehemu ambayo atakuwa ametakiwa huyu ngamia afike, ndio sisi pa kuweza kufikia. Na bahati nzuri, masha Allah, ngamia yule alifika katika nyumba ya Ayubu al-Ansari. Ayubu al-Ansari ndio alipata bahati ya kukaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hakukaa naye moja kwa moja. Mtume ndio akaamua kujenga msikiti huu, na ndani ya Qur'ani unaitwa la masjid ussisa ala taqwa. Huu ni msikiti ulioanzishwa kiucha Mungu, lengo kwa ajili ya kuanzisha Uislamu. Baadaye tena ndio kajengwa msikiti wa Mtume. Mtume alisema masjidi hadha khairu min alfi salatin fima siwa illa almasjid alharam. Msikiti wangu huu wa Madina ndio bora kwa sala mara 1000, ukitoa misikiti yote isipokuwa msikiti wa Maka. Wa salatu fi masjid alharam khairu min alfi salatin fima siwa, na msikiti wa Maka ni kwa mara 1000. Kwa maana hiyo, huu ndio msikiti wa kwanza. Mayahudi walijenga msikiti mwingine ambao ulikuwa ni mzuri zaidi, lakini huu unaitwa Masjid Dharar. Mtume aliambiwa la masjid ussisa ala taqwa haqqu an takuma fihi. Huu msikiti ulioasisiwa kiucha Mungu ndio una haki wa kusimama. Ama Masjid al-Haram, Masjid Dharar ule umekatazwa. Sisi tunafanya ziara kuja kutembelea msikiti huu kwa amri ya Mtume. Kasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man tawadha fi baiti, atakayetawadha nyumbani kwake. Thumma ata masjidi Quba, akaja katika msikiti huu, fakaannama i'tamar, kama kwamba amefanya umra, au i'tamara mai, au amefanya umra pamoja nao. Kwa hiyo sharti moja nzuri ya kukamilishia malipo ya mtu kuja katika msikiti huu, inabidi atie udhu kwanza nyumbani, halafu akishakutia udhu ndio aje katika msikiti huu aje kusali. Mtume baada ya hapo, ilikuwa kila baada ya muda sana, wanasema siku ya Jumamosi, wengine wanasema Alhamisi, anakuwa anakuja ziara kuja kuutembelea msikiti huu, akiwa anasali raka 2 alafu anarejea. Hiyo imepelekea sasa mahujaji wengi wanaokuja huku ziara Madina na msikiti huu pia kutembelea. Sio hapa tu, lakini pia tunakwenda Uhud, tunakwenda masjidi 7 masajid, Masjid al-Juma na ziara nyinginezo zinazofanyika Madina. Bali sisi Ahlusunna wal Jamaa huongezea mpaka tunakwenda Badri, sehemu ya masafa mbali huko, ambao sehemu hiyo inakuwa ndipo walipopigana vita vya kwanza Waislamu. Kwa maana hiyo, kwa mukhtasari, nitamani kutoa historia hii ya msikiti huu
Na sisi taasisi yetu Ahlusunna Aljamaa tumeanzisha taasisi tangu 2011. Huu ni mwaka wa 14 tunakuja zetu. Ukitoa ile miaka miwili ya COVID ambayo tulizuiliwa tusije huku, basi alhamdulillah tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri. Allahumma izza al-islam wal muslimin wa adhilla ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'ana wa a'da'a din wa ali kalimatika ila yawmiddin واختم لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا قوي متين بك نستعين. اللهم يا سابق الغوث يا سميع الصوت ويا كاسي النظام الرحمن بعد الموت أغيثنا أجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.